nimemuita kwa simu ndugu Mohamed Mustafa Yusufali in person, na amekuwa akiniambia yuko South Africa kwa ajili ya matibabu. Nimemuita zaidi ya mara 10 kwa message na kwa simu. Ilipofika wiki fulani mbili, nilimweleza kwamba ninampatia only 5 days, then akishindwa tena kuja hapa katika ofisi hii, taratibu zingine zote za kisheria zitaendelea. Na ndugu Mohamed Mustafa Yusufali amekuwa ni mtovu wa nidhamu wa kutumia majina hata ya familia Mheshimiwa Rais kinyume na utaratibu, kwa kuichafua na kuchafua viongozi wa dini. Bado mbele yenu waandishi wa habari, natoa tena siku 5 kwa Mohamed Yusufali aje mwenyewe kama alivyoitwa kwa mkuu wa mkoa na kwa jeshi la polisi. Atakapofeli, tutatumia kila njia iliyo ya kihalali na ya kisheria kumleta hapa nchini kama yuko nje ya nchi. Tunafanya hivi ndugu zangu, ili tusiwe viongozi wa kurupukaji tunapofanya maamuzi. Pande zote zisikilizwe, pande zote zionekane, ili mambo yote yaweze kuisha kwa mazungumzo na katika njia ambazo ni halali. Siku ile Babansu amekwenda, alikuwepo nchini. The moment ameona mambo yanakuwa magumu, hayupo tena nchini. Kwa nitoe onyo kwa wale wote ambao wanahusika na masuala ya kuchukulia sheria mkononi, na hata hawa ambao walihusika. Nimepata taarifa kutoka jeshi la polisi kwamba taratibu za kisheria kali dhidi yao zinaendelea. Lakini namba 2, mmepitishwa hapa na kamishna msaidizi kwamba kumbe wakati wa ukopaji wa pesa hiyo ilikuwa una saini form inayosema nakopa, na wakati huo huo una saini form inayosema tunauza nyumba. Lakini kisheria tunaangalia ilikuwa ni mkopo au ilikuwa ni uuzwaji wa nyumba. Kwa kuna mazingira ya pasina shaka ya kunyang'anyi yaliyotumika kunyang'anya nyumba ya Biaris. Lakini kama mnakumbuka, ndugu yetu Justus M. Rugayigura, Mungu amrehemu, alishafariki. Na kwa maana hiyo msimamizi wa mirathi kwa sasa anaitwa Biaris Nyamwiza Pasco Haule, msimamizi wa mirathi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ingelikuwa katika sheria za kawaida, hati hii ingehama kutoka kwa ndugu Mohamed Mustafa Yusufali kurudi tena kwa Justus M. Rugayigura. Umenielewa? Lakini kwa sababu Rugayigura amefariki, hati inarudi kwenye jina la msimamizi wa mirathi. Nieleweke hapa kwamba Biaris anaonekana kwenye hati hii sio kama mmiliki, bali kama msimamizi wa mirathi. Inaweza ikatokea mzee Justus Rugayigura marehemu, inaweza kutokea kuwa alikuwa na watoto kwa Mama Alice, alikuwa na watoto nje ya Mama Alice. Watoto wale wanaweza wakawa si wa Mama Alice, lakini wana wajibu wote wa kisheria wa kufaidika na mirathi ya mali ya Justus. Kwa maana hiyo, Mama Alice anakuwa msimamizi wa mirathi, na inaweza kutokea Mama Alice akaenda kuuza yeye mwenyewe kwa sababu hati ipo kwa jina lake. Akifanya hivyo bila kushirikisha familia yote ama watoto wa ndugu Justus, Biaris atakuwa amecreate mgogoro mzito kuliko uliosolviwa muda wote. Nielewe vizuri kisheria. Kwa hiyo Biaris anarudishiwa jina hili
Moja, kama msimamizi wa mirathi mwenye hadhi ya mke wa marehemu waliokuwa wanaishi pamoja kwenye kinachoitwa matrimonial home, nyumba ya familia, lakini mali hii ikiwa ni mali ya ndoa, matrimonial asset. Kwa matrimonial asset inapata title hii kwa jina la msimamizi wa mirathi ambaye ni Bi Alice. Kesho anaweza kutokea mtu akasema mimi ni mtoto wa Justus na ilalamikia serikali kwa kunipokonya haki ya mzazi wangu Justus na kumkabidhi mke wa Justus ambaye ni Bi Alice. Majibu ni kwamba Bi Alice anakuwa ni msimamizi. Taratibu zote za kimirathi zitakapokuwa zimekamilika, kama wakikubaliana kuiuza nyumba hii, mgawanyo utakuwa sawa sawa kwa wale wanaohusika kwa mujibu wa sheria.